Naam, kwa majina mimi naitwa Mbaraka Hassan Makurunge. Ni mwenyeji wa Tanga. Nilikuwa natoka Zimbabwe naenda Tanga. Nipanda hiyo basi fika Chalinze na shuka naenda nyumbani Tanga. Mimi ni dereva wa IT. Kuhusu ajali, kwa kweli kilichoendelea huko mbele sikufahamu, ila sababu nilikuwa niko nyuma katikati. Najua mida ile ya fajiri kwa kidogo nipitiwa na kiusingizi. Lakini kilichonishtua ni ule mzinga ile baada ya magari kugongana. Ndio kilichonishtua. Hapo tukajikuta tuko chini korongoni kule. Lakini kwa muonekano wa gari zote mbili, sasa sijajua nani mmoja wapo ambaye kamfuata mwenzake, kati ya dereva wa lori na dereva wa basi. My name's Elias Sinkala. I'm a Zambian. I board the bus from Lusaka. We are heading to Tanzania. The moment we reached Ilinga, I was in deep sleep, so I couldn't tell exactly what was happening because I was sleeping. And then in the process, I just heard a bang. The next thing we find ourselves in the ditch. That is what has transpired. Kwa majina naitwa Hadamu Muhammad Nachuli, mkazi wa Dar es Salaam. Tumetoka South Africa. Kutoka South Africa tunaelekea Dar es Salaam mjini. Kwa mashale kama saa 12. Ushaona mimi nasuka tu na kurupuka, nasikia gari inapaa. Gari inapaa, naona bilingita amu ya kwanza, amu ya pili imefika chini. Moshi, ndani moshi. Kipindi cha kwanza mimi ndo wa kwanza kutoka. Natafuta dirisha, nimefungua dirisha, nimetoka juu. Kutoka juu ya dirisha nikafungua na madirisha mengine. Naenda mbele na mwana dereva ndo anapiga kelele, uwezo wa kumtoa sina. Narudi tena huku, na mtafuta mtu mwenye simu, mwenye tochi, baada kumvuta ananipa simu tochi, naanza kuwachomoa watu wengine. Sema situation sijajua, sema mimi mwenyewe nimekurupuka, tunasikia gari imepaa, kupaa gari ipo chini. Asubuhi ya leo kuna ajali imetokea ya gari linalotoka Zimbabwe katika eneo la Mseke. Watu tuliowapokea mpaka sasa ni watu 13. Kati yao 13 wanawake ni 3, wanaume ni 10. Na katika hao watu 13, 3 ndio wako serious. Mwanamke mmoja ambaye ana majeraha makubwa, mwanamke mmoja ambaye tena ni mjamzito, bahati mbaya amevunjika mgongo. Alafu wawili, mmoja amevunjika mbavu na anatoa damu kwenye kifua ndani kwa ndani. Mwingine amepata mivunjiko tu ya kawaida. Na katika hao majeruhi 3 kama nilivyosema, mmoja mwanamke, wawili ndio wanaume. Tuna vifo viwili. Wote ni wanaume. Mmoja amejulikana, mmoja hajulikana. Mmoja amekufa kutoka kwenye lori, alikuwa dereva, na mwingine kutoka kwenye basi, alikuwa dereva vile vile.